Je, mwanamke anaruhusiwa kufunga akiwa kwenye hedhi? I mean menstruation period, siku zake. Watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye maombi, wanaacha kufunga, wanaacha kuomba, wanasema niko kwenye siku zangu, itakuwa ni najis. Ila endapo ukikutana na mtu akakuuliza swali hili, jibu lake ni ndio. Mwanamke anaruhusiwa kabisa kufunga wakati akiwa kwenye hedhi. Na mimi nasisitiza ndio wakati mzuri zaidi wa kumtafuta Mungu, kwa sababu unapokuwa kwenye hayo majira hayo hufanyika kuwa maandalio kwa ajili ya uzao mpya kwa mwanamke. Usikubali kwenda kupata mimba na ukaenda kuzaa mtoto bila kumfanyia maandalio kwenye maombi. Wakati huu mimi naufananisha ni kama vile mtu aliandaavyo shamba lake kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Ukisoma maandiko yanasema, naye ndiye aliyetutosheleza kwa kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa maandiko bali wa roho. Kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Unaweza kuwa umesoma andiko linasema kwamba mwanamke akiomba kwa wakati huo ni najis, ni sawa. Ufahamu ile najis ipo kwenye mwili, lakini roho yako wewe unaiteteaje mbele za Mungu? Ndio maana roho ina uwezo wa kuhuisha, ila andiko lina uwezo wa kuua. Labda nikuulize swali moja. Ikitokea leo hii upo kwenye hiyo hali, alafu Yesu akarudi ghafla na akakukuta upo kwenye hiyo hali, hivi hata kuchukua kwa sababu wewe ni najis? Hapana. Jifunze kwa mwanamke mmoja. Biblia inasema mwanamke huyu alitokwa damu kwa miaka 12. For 12 years anatokwa na damu. Mwanamke huyu alipomwona Yesu hakuona kwamba akimkaribia Yesu atamnajisi Yesu, ila yeye alijitahidi amkaribie Yesu na akagusa pindo la vazi la Yesu. Hii inaweza ikakupa nguvu wewe ambaye upo kwenye huo wakati. Ni wakati sahihi ambao unatakiwa kumtafuta Mungu, unatakiwa kuomba, unatakiwa kufunga, labda ni kumegea siri kidogo, ili adui aweze kuyafikia maisha yako na kuyatawala. Anaangalia mlango wa kuingilia, anaangalia mahali palipo na udhaifu. Kwa hiyo unaweza ukawa upo kwenye hiyo menstruation ukasema mimi sitafunga. Kumbe wakati huo ndo adui anataka aje apandikize matatizo makubwa. Yamkini ni kwenye ndoa, yamkini ni kiuchumi. Wewe umeota umekufa, alafu unasema sitafunga kwanza mpaka nimalize period. Unaweza ukafa wakati bado unaendelea na period yako, na huenda ukaimaliza hiyo, lakini ukakuta umeshachelewa ku-overcome. Ukisikia sauti ya Mungu inakwambia funga, na hata kama upo katikati ya kufunga ikatokea hiyo hali, wewe endelea na mfungo wako, maliza. I'm telling you. Hata Kristo akawaambia wale watu, akawaambia kimtokacho mtu sio najis, bali kile kimuingiacho mtu. Ukiweza kuamini hichi ambacho nakufundisha, itakusaidia kufunga baadhi ya milango ambayo adui angeitumia wakati huo ili akutese. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Namba ya simu unayoona hapo kwenye screen ni ya kwangu, unaweza ukanitafuta. Na kama unahitaji kujiunga kwenye group yangu ya maombi, basi andika neno niunge, nitakuunganisha. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.